يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika sehemu nyingi katika kitabu chake ya kwamba hakuumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake na ndani yake kuwa ni upuzi. Hakuumba kwa ajili ya mchezo, kwa ajili ya upuzi na batil. Wama khalaqna as-samaa wal arda wama bainahuma batila, sikuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake kwa ajili ya upuzi. Dhalika dhannu alladhina kafaru, hivyo ndivyo wanavyodhania na kufikiria wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akatoa onyo kali na kusema fawailul lilladhina kafaru minan nar, basi ole wao wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na moto. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza katika kitabu chake malengo ya kumuumba mtu na jini, na kuwa pia hakuwaleta hapa kwa sababu ya upuzi na mchezo. Akasema katika kitabu chake, na siyaki ya hizi aya zazungumzia watu wa motoni watakapokuwa wakiadhibiwa ndani ya moto wa Jahannam, katika maneno watakayoambiwa: afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, je, mlikuwa mnadhania kuwa tumewaumba kwa ajili ya mchezo na upuuzi na kuwa kwetu sisi hamtaregea? Fataala Allahu al-maliku al-haq, ametakasika na kutukuka Allah subhanahu wa ta'ala, mfalme wa haki. Ametakasika kutokamana na kuwaumba viumbe wake abathan, kuwa ni mchezo tu. Akawabainishia majini na watu kuwa malengo ya nyinyi kuletwa hapa duniani ni haya malengo muhimu ya kumpwekesha Allah katika ibada. Akasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala akaweka wazi malengo na sababu ya yeye kuwaumba majini na watu. Wama khalaqtul jinna wal ins, sikuwaumba majini na watu illa liya'budun, ay liwahidun, isipokuwa wanipwekeshe mimi katika ibada. Kwa hii aya na zile tulizozitaja kabla yake, twaona wazi umuhimu wa tauhid na aqida sahihi katika maisha ya mwanadamu. Na kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza mitume wake na kuteremsha vitabu vyake kwa ajili ya umuhimu wa jambo hili la at-tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza zubda ya da'wa ya mitume wote kwa kifupi: walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Akaeleza kuwa hakika tumetumiliza kwa kila umma mtume, na huyu mtume
ulinganizi aliyotumilizwa ani'budu Allaha wajtanibu at-taghut, kuwa awalinganie watu wake katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii aya imezungumza kwa kuenea da'wa za mitume wote, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatupigia mifano ya da'wa za mitume mbalimbali aliyowatumiliza. Wengine akawataja kwa majina yao na namna walivyokuwa wakilingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuanzia mtume wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi ambaye ni Nuh alayhi salatu wassalam, jambo la kwanza kabisa alilowasikilizisha watu wake, ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayru. Kwa ikawa da'wa ya mwanzo kabisa ya mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala, ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayru, enyi watu wangu muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, hamna Mungu mwingine nyinyi anayestahiki kupelekewa ibada isipokuwa yeye peke yake Allah. Nuh umri wa da'wa yake si umri wake, umri wa da'wa yake, yani kiasi alichokaa kwa watu wake kuwalingania, 1000 sanatin illa 50 ama, ni miaka 1000 kupungua 50. Miaka hii 950 awalingania katika nini? At-tauhid. Ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayru. Miaka 950, karne 9 na nusu alingania katika tauhid. Allah akateremsha sura nzima tuifahamu, ni suratu Nuh. Nenda kaisome utizame namna alivyowalingania watu wake kwa kila njia katika tauhid, kuonyesha umuhimu na uzito wa jambo la tauhid. Allah akatumiliza mitume mbalimbali, thumma arsalna rusulana tatra, mtume baada ya mtume wafuatana, mtume baada ya mwingine. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi i'budu llaha ma lakum min ilahin ghayru. Wa ila thamuda akhahum salihan qala ya qaumi i'budu llaha ma lakum min ilahin ghayru. Akawatumilizia Hud watu wa Ad, akawatumilizia Hud, akawalingania katika tauhid na kuwakataza shirki, mpaka wakamwambia ajitana lina'budu allaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna, umetujia wewe ili tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, tuache vile ambavyo walivyokuwa wakiviabudu baba zetu na babu zetu. Thamud wakatumiwa Salih alayhi salatu wassalam, ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayru, mpaka akatumilizwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hapa tutachukua mfano mzuri, tuzunguke kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, namna alivyolipa kipaumbele jambo la tauhid. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama mitume wote waliopita hakutoka nje ya yale waliokuwa wakilingania mitume waliokuwa kabla yake. Na hapa ndio tutasema hivi, yoyote anayekuja katika kulingania watu akaingia katika uwanja wa da'wa alingania watu, kisha asianze na pale alipoanzia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitume wote kabla yake, huyu amekhalifu ijma' ya mitume wa Allah. Hakuna ikhtilaf kuwa mitume wa Allah wote jambo la kwanza walioanza kulingania walingania katika tauhid, kuonyesha umuhimu wa tauhid.
Na hapa kuna shubha ambayo hizbiyun hupenda kuitumia, na ikiwa wewe hujielewi waweza kuingia katika mtego wao. Waddu law tudhinu fayudhinun, watamani ulainishe msimamo wako ewe mtu wa sunna. Utaona wasema kuwa haina neno, wewe lingania katika tauhid, kundi lile litalingania katika khilafa, na kundi lile litalingania katika akhlaq, na kundi lile litalingania. Sasa sisi twasaidiana. Ushasikia msemo kama huu? Twasaidiana. Nauliza, kuna mtume alitumilizwa katika tauhid, kisha mwingine kwenye khilafa, kisha mwingine akatumizwa wewe utakwenda kwenye akhlaq wewe? Ama mitume wote wamelingania katika jambo moja tu mwanzo, ambalo nini? Tauhid. Ilikuwa iwezekana kuwatumilizwa mtume huyu kazi yake kulingania katika tauhid, kisha atumilizwe mwingine wa akhlaq, kisha atumilizwe mwingine wa jambo hili na lile. Lakini mitume wote kwa ijmaa ya mitume, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Hakuna aliyetoka nje ya huu msingi, kuwa jambo la kwanza kabisa walilokuwa wakilisimamia mitume wa Allah ni kulingania watu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wasimshirikishe na chochote.